Kushikiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ngazi ya taifa Tundu Lissu akikabiliwa na kesi ya uhaini na kuchochea uongo dhidi ya serikali, Chama cha Sheria Tanganyika TLS kimetoa wito kuwa mwanasiasa huyo aachiwe haraka bila masharti yoyote. Wito huo umetolewa leo Aprili 12 na rais wa chama hicho wakili Boniface Mwabukusi, ambapo amesema kukamatwa kwake kunadhoofisha heshima ya taaluma ya sheria na misingi ya haki hapa nchini. Wakili Mwabukusi amesema iwapo wito huu hautazingatiwa, TLS inapendekeza kusitishwa kwa huduma za msaada wa kisheria zinazotolewa na chama hicho kama njia ya amani ya kupinga vitendo vya unyanyasaji na mashtaka yenye mrengo wa kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Sheria Tanganyika TLS imesema, na hapa nanukuu: Baraza la uongozi la Chama cha Sheria Tanganyika TLS linatoa taarifa hii kwa umma kuhusu kitendo cha kukamatwa kwa wakili Tundu Antipas Lissu katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria wa kulinda utawala wa sheria, kukuza haki na kutetea heshima ya taaluma ya sheria. TLS imesikitishwa sana na mazingira ya kukamatwa na kushikiliwa kwa wakili Tundu Antipas Lissu. TLS imeshtushwa zaidi na tuhuma za ukiukwaji wa haki za kikatiba na taratibu za mwenendo wa mashauri ya jinai katika tukio hili. Ukiukwaji wa kikatiba na kisheria. TLS inalaani vikali kukamatwa kwa wakili Tundu Antipas Lissu, ambapo kunaonekana kuwa na mlolongo wa vitendo visivyo halali vinavyokwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 toleo la 2022. Ukiukwaji huu unajumuisha: A. Ukiukwaji wa haki ya kujiunga na vyama au vikundi. Kukamatwa kwa Bwana Lissu ni kinyume na kifungu cha katiba kinachotoa haki ya kujiunga kwa hiari. Kuwekwa kwake kizuizini kulizuia wananchi kutumia haki yao ya kuhudhuria na kusikiliza mkutano wa kisiasa unaotambulika kisheria, hivyo kukiuka haki zao za kisiasa na kushiriki. Aidha, namna ya ukamataji huo ilimnyima haki ya ushiriki kwa uhuru kama kiongozi wa kisiasa. B. Ukiukwaji wa haki ya uhuru wa maoni. Kifungu cha 18 cha katiba kinatoa haki ya kila raia kutoa maoni. Kukamatwa kwa Bwana Lissu kama mwanasiasa mashuhuri wa upinzani kunaonekana kuwa ni jitihada za kimakusudi za kuzima haki yake ya kutoa maoni na kushiriki katika mijadala ya umma. C. Kukosa uzingatiaji wa sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai. Taratibu nyingi za kisheria zilikiukwa kinyume na masharti ya vifungu vya 11, 12, 14, 21, 23 na 54 vya sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai. Hali hii ilijidhihirisha kwa kushindwa kueleza kosa analotumiwa nalo kwa uwazi wakati wa kukamatwa. Kukamatwa bila hati halali ya kukamatwa. Kunyimwa haki ya kuwasiliana na wakili wake, familia au watu wake wa karibu. Kutumika kwa nguvu kupita kiasi, kinyume na sheria zinazopiga marufuku matumizi ya nguvu za kuweza kusababisha kifo na madhara makubwa ya mwili. Mapendekezo ya TLS kutokana na tukio hili. Kutokana na ukiukwaji huu wa haki za kikatiba na kisheria na kwa kuzingatia umuhimu wa kulinda taaluma ya sheria na misingi ya kidemokrasia nchini, TLS imeazimia yafuatayo. 1. Kulaani kukamatwa kinyume cha sheria. TLS inalaani vikali kukamatwa na kushikiliwa kwa wakili Tundu Antipas Lissu kama ukiukwaji wa haki za kikatiba na tishio kwa utawala wa sheria na demokrasia nchini. 2. Kukuza utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. TLS inawahimiza wanasiasa wote na umma kwa ujumla kudumisha amani na kutatua migogoro kwa njia zisizo za vurugu, hasa katika kipindi hiki muhimu kuelekea uchaguzi mkuu. 3. Wito wa mageuzi ya kisiasa na kisheria. TLS inatoa wito wa kufanyika kwa mageuzi ya kisiasa na kisheria kwa haraka ili kuhakikisha ushiriki wa haki, jumuishi na wa kisheria katika mchakato wa kisiasa wa kitaifa na hivyo kuimarisha utulivu wa kidemokrasia. 4. Utekelezaji wa sheria kwa misingi ya ushahidi. Vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kufanya kazi kwa kuzingatia ushahidi wa kweli na kufuata kikamilifu taratibu za kisheria, hasa katika kushughulikia masuala yanayohusu wanasiasa na wanataaluma wa sheria. 5. Kuzuia kujitokeza kwa taharuki ya kitaifa.
Kukamatwa kwa wanasiasa kinyume na sheria kunaweza kusababisha upinzani na machafuko. Mamlaka zinapaswa kuchukua hatua za kisheria na za tahadhari ili kudumisha amani na umoja wa kitaifa na kuepusha hali ya hofu miongoni mwa wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu. 6. Kukuza mazungumzo kati ya vyama vya siasa. TLS inahimiza mazungumzo ya wazi na ya kujenga kati ya vyama vya siasa kama njia ya kupunguza mvutano na kukuza mshikamano wa taifa. 7. Kuimarisha uwezo wa kisheria katika ofisi za umma. TLS inapendekeza kuwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na mamlaka za mashtaka zizingatie viwango vya juu vya umahiri na weledi wa kisheria, hasa katika kushughulikia masuala yenye mvutano wa kisiasa. 8. Uchambuzi wa kina wa mashtaka ya uasi. Mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP anatakiwa kuhakikisha kuwa mashtaka mazito kama ya uasi yanaungwa mkono na ushahidi madhubuti na hoja za kisheria. Uongozi wa kisiasa pekee hauwezi kuchukuliwa kuwa ni kitendo cha uasi kwa mujibu wa sheria zilizopo. 9. Kuachiwa huru mara moja kwa wakili Tundu Antipas Lissu. TLS inatoa wito wa kuachiwa mara moja na bila masharti yoyote kwa wakili Tundu Antipas Lissu. Kukamatwa kwake kunadhoofisha heshima ya taaluma ya sheria na misingi ya haki. Kuendelea kushikiliwa kwake kunaashiria vitisho kwa wanasheria na washiriki wa siasa nchini. Iwapo wito huu hautazingatiwa, TLS inahifadhi haki ya kupendekeza kusitishwa kwa huduma za uwakilishi wa kesi za msaada wa kisheria na huduma nyingine za kisheria za kujitolea zinazotolewa na TLS na wanachama wake kama njia ya amani ya kupinga vitendo vya unyanyasaji na mashtaka yenye mlengo wa kisiasa. Wito. Chama cha Wanasheria Tanganyika kinathibitisha tena dhamira yake ya dhati katika kutetea haki za binadamu na utawala wa sheria. Tunazisihi mamlaka husika ikiwemo jeshi la polisi, mkurugenzi wa mashtaka na mahakama kutekeleza majukumu yao kwa haki, usawa na kufuata sheria, hasa katika kushughulikia masuala yanayohusu siasa na ushiriki wa umma. Mwisho wa kunukuu taarifa hii iliyotolewa na Baraza la Uongozi wa Chama cha Sheria Tanganyika. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msu.